الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Katika nukta ya tatu ya kuhusu kiyama, ambayo ndiyo mada tunaotembea nayo, tumefikia katika masala ya nafkhatu sur, ile parapanda au ukee au sauti ya hali ya juu ambayo ndiyo itakaokuwa hatima ya kuhatimisha maisha ya ulimwengu, ambao yana nilizungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia maina tofauti tofauti kuiita sauti hii kwa wingi sana. Katika aya nyingi imetumika neno la nafkhu sur, yauma yunfakhu fi sur wa nufikha fi sur. Utaziona ziko aya zaidi ya 10 katika Qur'ani zinazozungumza kwa nafkhatu sur, na nikawaambia maana ya nafakha katika lugha ya Kiarabu ni kuvuzia, na sur ni ile parapanda, ukiwa ni pembe, ni nini, ni ile dude ambalo linatumiwa kuvuzia upande huu na upande wa pili, hutoa nini? Hutoa sauti. Katika maina tukawaambia jana ni sayha, ma yanzuruna illa sayhatan wahida katika suratu Yasin, au pia katika suratu Yasin Mwenyezi Mungu atuambia in kanat illa sayhatan wahida, na sayha ni ukee, yani sauti ya juu sana, ndio maana ya sayha. Katika maina mengine tumenena ni an-naqru fi an-naqur katika suratul Mudaththir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia fa idha nuqira fi an-naqur yawma idhin yawmun asir, na tukanena naqara ni kugonga, na ndio hata ule mdomo wa nyuni au wa kuku huamkuliwa minqar Kiarabu kwa sababu ya kule kudona na kugonga. Kwa hivyo sauti hii itakuwa yagonga masikio na kupasua masikio katika baadhi ya riwayati. As-sakha fa idha jaati sakha katika suratu Abasa, na sakha pia ni sauti ya juu ambayo husababisha masikio kuwa kiziwi. Al-qari'a ambao pia ina maana ya mgongo, qara'a ni kugonga, kama kugonga mlango pia huambiwa qara'a al-baba. Kwa hivyo ni sauti ambayo yagonga masikio. Az-zajra fa innama hiya zajratun wahida fa idha hum yanzurun. Haya ni maina yametumika katika Qur'ani, yote yayamkuwa hii. Sasa sisi tunachohitajika kukijadili hapa ni maswali haya
yafuatiao ambao tutaka tujiulize. Kwanza, ni nini maana ya nafkhi sur? Au ni kitu gani kinachokusudiwa wakati Mwenyezi Mungu anaposema kwamba ataukhatimisha ulimwengu huu kwa nafkhatu sur na atauanda ulimwengu wa akhira kwa nafkhatu sur? Nini maana? Nukta ya pili, sauti. Hiki kitu kinachoamkuliwa sauti ni nini, na huwaje mpaka kikapatikana sauti, na huwaje mpaka masikio yakapokea sauti, na haya masikio yetu au ya ziumbe wengine yana uwezo wa kuipokea sauti katika kiwango gani, na sauti gani haziwezi kupokea? Na je, sauti yaweza kuwa ni sababu ya kuangamiza na kuua na kuvunda? Nukta ya tatu, parapanda itavuziwa mara ngapi? Hii ni nafkhatu sur, ni mara ngapi? Ni moja au ni mbili au ni tatu au ni nne? Nne. Ni nani malaika ambaye ameakilishwa kazi hii ya kuvuzia hili? Na je, malaika huyu wakati atakapokupiga parapanda, na yeye atakufa ama yeye hafi? Na ikiwa yeye hafi, je, kuna watu watabaki hawatokufa siku ya Kiyama? Tano, ikiwa parapanda ni mbili au ni tatu, nafasi gap ambayo itakuweko baina ya parapanda ya kwanza na mpaka ya pili ni muda gani? Na ni nini kitakachokutendeka hapo? Sidhani kama nitaweza kuyajibu yote haya, lakini ikiwa yamebakia nusu tutayamaliza kesho insha Allah taala. Tuanze na swali la kwanza, mal muradu binafkhati as-sur? Nini kinachokusudiwa wakati tunaposema Mwenyezi Mungu atamaliza siku ya Kiyama kwa nafkhati as-sur? Ukienda ukitembea katika zitabu za tafsiri al-Quran za ulamai tofauti, utapata kuna mielekeo miwili katika kuifasiri nafkhati sur kwa ulama. Kuna baadhi ya ulamai wanena hii lugha ni lugha ya kimajazi, kwa maana tusiwe na hamu mno kutaka kufasiri neno kwa neno katika maneno haya yamezotumika, tukataka kuitafuta sauti ni ipi, parapanda ni lipi, zumari liko namna gani, ni kubwa kuanzia wapi mpaka wapi. La, hizi ni lugha kama za sainsi tu. Yani ni kwa ibara nyingine ni Mungu kutoa amri ulimwengu umalizike, utamalizika. Na Mungu kutoa amri ulimwengu uanze tena, utaanza tena upya. Ndio maana ya nafkhatu sur. Inapozungumzwa katika Qur'ani yauma yunfakhu fi suri, siku takao kupigwa parapanda, maana ya kupigwa parapanda ni lugha ya kimafumbo inaomaanisha innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Bas, hakuna zumari, hakuna mvuziaji, hakuna sauti, ni mujarradu ramz, lughatin ramzia, ni lugha ya kisain peke yake. Kwa sababu kama nilivyoeleza jana, hili parapanda nyuma huko na mpaka leo utakuta kwa tumiwa mazumari nini, ndicho chombo kilikuwa kikitumwa kulihariki jeshi, kulisimamisha jeshi, kunini. Sasa Mwenyezi Mungu ameitumia tu ni kama saini ya kuhariki ulimwengu ama kuusimamisha. Kuna grupu lenda upande huu la wanazuoni. Tukitaka kutukua grupu hili tutakuwa tumesahilisha kazi.
Basi ni amri ya Mwenyezi Mungu wantaha. Haitokuwa na masuala mingi sasa yataka kufuatia tujiulize ni sauti na ni sauti aina gani na itakuwaje sauti hiyo iwe na parapanda hilo liko namna gani. Kuna na grupu lingine la wanazuoni limetukua upande mwingine katika tafsiri. La nena la hapa hakuna lugha za kimajazi. Lugha zinazozungumzwa ni lugha zinaomaanishwa maana ya haya maneno yamezotumika. Maana ya haya maneno. Kwa hivyo nafkhati suri kwao si masala tu, ni amri. Twajua Mwenyezi Mungu aweza kufanya mambo bila kupitia prosesi hizi ndefu, kama vile aweza kuua bila ya kumhitaji Israeli, aweza kutumiliza mitumi bila ya kumhitajia Jibrili, aweza kila sampuli, lakini mwenyewe amekataa kuyaendesha mambo isipokuwa kupitia sababu fulani, kama baadhi ya hadithi zinazotuambia Mungu amekataa, aba an yujri al-umura illa bi asbabiha, amekataa kuyaendesha mambo ila kupitia sababu. Aweza kuyachemsha mai katika sufuria bila ya moto, lakini amekataa mai yatakuwa yachemka bila ya kuwasha moto na yafike digiri fulani ndio ya kuchemka. Sasa hili ni parapanda litapijwa katika hoko kutekelezwa amri ya Mungu kuumaliza ulimwengu na kuua watu wote. Kutakuwa ni kupitia sababu ya hii inayoitwa nafkhatu sur. Na hii rai ya pili twaweza kunena ni rai ina nguvu kwa dalili mbili. Kwanza, wingi wa aya zimezokuya kuizungumza sauti hii na kwa matamko tofauti. Kwanza aya zenyewe ni nyingi, si kidogo. Ukizitukua tu zimezotumia nafkhatu suri, nimewaambia zaidi ya 10. Ukitumia zimezotumia neno saiha, ukitukua zimezotumia saha, ukitukua zimezotumia naqru fi naqur, zajra, na mpaka mwisho utapata ni aya nyingi. Na katika wingi wa aya hizi zimeita hii sauti kwa maina mbalimbali, takriban 6 haya, jambo ambalo latilia nguvu kuonesha hakuzungumzwi lugha ya mafumbo. Kuna kitu cha kihakika kiko cha zungumzwa na aya hizi, si aya moja tu kwamba imeshopoka yazungumza fumbo, ni aya nyingi. Hii ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, tunaporudi katika hadithi, kuna riwayat na hadithi zinazopokewa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na zinazopokewa kwa maimamu alayhimussalam tofauti mbalimbali, mpaka lalieleza hili parapanda lenyewe limeundwa kwa muundo gani. Ingawa katika maelezo yake baadhi ya hadithi huwa ni zitu, ima kwa sasa ziko juu ya uwezo wa akili zetu kuzifahamu, au kunawezekana saa nyingine kumepenyeza fikra ambazo hazieleweki. Iko manake
Wengine wanena, baadhi ya riwaya zanena lile parapanda lenyewe litakuwa limetengezwa kwa dhahabu na lina tundu kwa kadiri ya ruhu za binadamu. Lile parapanda lenyewe kwa kiasi lile litakapokuvuziwa, wao waliangalia lile la kufufuliwa, zile ruhu zitatoka ndani, yani ni kama pale mahala zitakapokwenda kuketi zile ruhu. Ninachotaka mimi kuonesha katika hadithi hizi ni kwamba hadithi zazungumza kitu material, kitu kiko, si masala ya majazi. Mbali na msimamo wetu katika kuzikubali tafsiri zile au kutozikubali, hizi zote zatupa sisi ushujaa kunena kwamba la, nafkhatu suri si masala ya majazi, ni masala ya kihakika. Ngawa iko vipi, al-Allama al-Sheikh Jaafar Subhani katika kitabu chake cha Mafahimul Quran, ambapo alipokuwa aizungumza Maad, alipofika katika masala haya anena, akili zetu mpaka sasa na hata elimu ilivyoendelea hatujaweza kuifahamu hakika hii. Hawa yasema ni kitu kimetajwa na Qur'ani na twakiamini, lakini kiko vipi? Asema Allahu wa rasuluhu a'lam. Na si hili tu, katika mambo ya kiyama kuna mambo mingi ambapo tutaweza kuwa hatujaweza kuyafahamu na kuyaelewa. Huyu ni nani? Sheikh Jaafar Subhani. Sheikh Makarim Shirazi pia katika kitabu chake anachokiita Nafahatul Quran cha tafsir maudhui, katika kuizungumza Maad, amenena maneno takriban kama haya kwamba hawa walopinga, hawa wenye rai ya kwanza walonena kwamba nafkhatu suri ni lugha ya kimajazi tu wala haikusudiwi zumari, asema lilowapelekea kunena rai hii ni kutoweza akili zao, wametumia neno hadhm, kudigest. Kizungu wanasema hadhmi ni kama ile maida inaposaga chakula. Asema akili zao hazikuweza antahdhima hadha almaana, kuweza kuyadigest maana haya na kuyaelewa. Kwa hivyo wakaona kukimbia tatizo hili ni kunena bwana, hakuna zumari, hakuna chochote, ni masala tu ya kimajazi yametumika hapa. Inachokusudiwa ni Mwenyezi Mungu atawaambia watu mutu fayamutu, kwisha. Lakini asema kutoweza kufahamu kwetu na udhaifu wa akili zetu usitufanye tukatae zitu. Hapa ndipo mwanadamu atakawe na hadhari sana. Mara nyingi kutolielewa jambo haiwi ni dalili ya kunena haliko, na mara nyingi sisi twapinga zitu si kwa sababu tuna dalili za kupingia, ni kwa sababu akili zetu hazijaweza kufahamu lile jambo. Wanasu aadau ma jahilu, na mtu akiwa mjinga wa kitu lazima atakipinga. Filhali tuna mambo mingi sisi twayakubali hapa duniani, yapo na yafanya kazi na nini, na hatujayaweza kuyaelewa yako vipi. Mingi yako hatujayaweza kuyaelewa, na lau tamsimamisha mtu umuulize nieleza kitu fulani, hakika yake nini, utamwona atabaki kwenda huku akirudi huku, hakupi. Atakuna kitu akwambia yani kama yao, basi baki yao ipite namna hiyo. Lakini akubali aziona zitu zafanya kazi, anena tu kuna nguvu fulani hapa yapita ndio yafanya kazi hii. Nguvu hii iko vipi? Wallahi sielewi, lakini mimi ninajua ukiemeza hapa itakuwa kadhaa. Leo hii system ya electronic na nini yote, si kila mtu aielewa huwaie paka yakawa yale.
Wewe halajiulize tu, shika simu hii mobile tu, tuma message, andika salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bwana ule mkutano hautawezekana, tutauakhirisha, utakuwa kadhaa. Andika maneno kisha upige uobofe. Wewe ndio toita sikia mzee kungia hiyo, lakini waelewa kumepitika prosesi ngapi pale ndefu na nini mpaka ile message. Kwanza ile message ikitoka kwenye simu yako huenda moja kwa moja kwenye simu yake, au ina sehemu zaidi ya 2 mando hupita, na mpaka ipitapo ina na kazi ya kubadilishwa, kutolewa kwenye lugha ya maneno ikaregeshwa kwenye lugha ya elektroniki, kisha ikarudi ikatolewa tena kwenye lugha ya elektroniki, ikaitwa kwako ikairudishwa kwenye lugha za nini, za maneno. Ile amalia inaofanyika mpaka wewe kuipokea. Sijaje kwenye masala ya watu hutumiana mpaka picha hiyo, mpaka ile picha ikavundwa ikabadilishwa ikatiwa kwenye, kama juzi si kitambo kulianguka ile ndege ilianguka Beirut, kuna masala yale ya black box, as-sandukul aswad waita wewe. Mimi ilikuwa huona, mimi pia alikuwa taswira zangu kuyayua mambo haya, nilikuwa kila siku nayo kianguka ndege utasikia huzengewa as-sandukul. Sasa lilipopatikana lile as-sandukul aswad, niliona ni kitu kama tepu, kama musajali, kitawashwa kitanena ama kitatoa sauti. Mara nasikia la Libnani hakuna utaalamu wa kuweza kuisikia ile hunena nini. Kwani haineni maneno? Kamba la, haineni maneno. Hii sharti mwanzo itolewe kwenye ile lugha ya electronic, ietwe kwenye lugha ya kawaida ndio uweze kuelewa hunena nini. Kwa hivyo likatukuliwa, likasafirishwa, likapekwa paka Faransa. Sitaki kutoka kwenye mada kwenda mbali sana, lakini nataka kukufahamisha kuna mambo mengi sisi tuishi nao. Wewe utizie simu, hupokea simu, mara una mziki wataka kumpa mwendani wako, kamwambia washa bluetooth, akawasha, ukabofa zikaenda. Lakini lau waulizwa huwae mambo yale mpaka yakawa vile, hakuna mtu aweza kuyaeleza, tukitoa wale wenyewe wahusika katika nyanja zile. Lakini zitu sitwaziamini ziko tofanya kazi, na ni mambo ya karibu kwetu sisi yaweza kuwa ya kiajabu, na lau hatuyaoni mbele ya mato hala nyinyi tasawarini. Tukitaka kuwa munsifina, tutasawar sasa hivi haijaja mobile, hatujaiona. Aje mtu sasa hivi atuelezee mambo yanaofanya mobile, kisha kila mtu ajipime kiasi cha imani yake kuamini maneno yale. Aje tu mtu atufahamishe, bwana kuna kidude kimetengezwa kama hiki, waweza kupiga wewe uko hapa, mtu uko London, hakuna waya asalala, haiwezekani mambo haya. Watu wao moruko, wengine wewe umesaga hiyo, kila mtu atamwambia mando yake kwamba eti kuna kitu kadhaa wewe sijui utawasha kadhaa waweza kutolewa huku, zote zikaitwa huku. Utaona ni mambo ambayo kwamba ni ghair maaqul. Ni basi tu kwa vile sisi zitu ziko mikononi tumeona ni kitu rahisi. Sasa hivi ndivyo sisi tunavyotaka kufahamu ulimwengu wa akhira kabla hatujaona, na kuwa wapesi kukanusha mambo, kutoweza kudigest baadhi ya mafahimu ya kiyama yasitufanye kuzipotosha aya wala kuzikataa. Ndio Sheikh Makarim Shirazi sema mimi pia uhakika, yeye anena mimi pia uhakika wa hili parapanda liko vipi sijui. Anazungumza maneno haya wanazuoni wakubwa mufassirina, sijui, lakini yeye amepiga hatua zaidi ya Sheikh Jaafar Subhani. Sheikh Jaafar Subhani anena Allahu wa rasuluhu a'lam, na ngoja siku hiyo. Yeye asema mimi nina ushujaa wa kunena haya, silijui parapanda liko vipi Sheikh Makarim Shirazi, lakini nayo yajua yafananao na haya
nataka kuyaeleza. Ndio twaingia kwenye nukta ya pili moja kwa moja sasa hivi ya masala sauti, sababu hili parapanda si muhimu tulijue liko vipi, lakini ni dude hutoa sauti, sio mpaka hapa. Na sauti hii ndiyo itakao kusababisha kudestroy ulimwengu na kuwaua watu wote. Sasa hebu tuisomeni sauti kabla ya kuizungumza sauti ya siku ya Kiyama. Sauti ni nini? Sauti ni mawimbi ya kihewa au wakiziita ni dhabdhabat hawaia, ambayo leo yatembea katika hewa, katika mawimbi haya. Na hili sikio lako la mwanadamu limetengenezwa kwa namna ambao ya kuyapokea mawimbi yale kwa utaalamu wa Mungu na kuyatuja na kuyatengeneza mpaka yakayabadilisha, kama vile inavyotolewa message hapa kwenye lugha ya kiharufu ikatiwa kwenye lugha ya kielektroniki, kisha ikabadilishwa ikaja pale ikabadilika ikawa maneno mpaka ikafikishwa kwenye bongo ikawa ni nini? Ni sauti wewe waisikia. Baina ya mimi kutoa kutoka kwenye gorombo langu na mdomo wangu na ulimi wangu nikayatingisha mawimbi haya yakaja yakapokewa na sikio lako yakakupa wewe sauti. Sasa hili sikio la mwanadamu, watuambia wataalamu ala dhima ya huyu mwenye kitabu, kuna mwanachuoni mwana kitabu mwenye akiita as-saut, chazungumza sauti tu, asema mwanadamu ana uwezo wa kusikia mawimbi haya ya sauti kwa sharti yasipungue zile dhabdhaba zake 20 kwa sekundi moja, na yasizidi 1020 kwa sekundi moja. Yani katikati ya hapo, yasiwe chini ya 20 na yasiwe juu ya 1020. Huyu ni mwanadamu. Lakini katika wanyama kuna wanyama wasikia zaidi ya hapo, na especially wao wamtaja popo al-khuffash. Popo ala yake ya sikio yasikia dhabdhabati mpaka kusikilia 1145 kwa sekundi moja. 1100, yani 145,000 dhabdhaba kwa sekundi moja. Hata wataalamu wasema katika maeneo ya mitetemeko ya ardhi ni muhimu sana watu wanaoishi katika maeneo yale kuwaketi na hayawani na kuangalia hayawani, kwa sababu hayawani hukisikia kitetemeko cha ardhi kabla ya mwanadamu. Utawaona washaanza kubabaika, kwa sababu ule mkoromao tini ya ardhi huzisikia wao zile dhabdhabati ambazo mwanadamu sikio lake hana uwezo, na ukawaona hutatarika mara nyingine, ambao lau mwanadamu ataishi nao na atawastadi katika maeneo yenye mitetemeko ya ardhi, aweza kupata habari ya mtetemeko wa ardhi kabla kupitia hayawani, kwa sababu hayawani wazisikia zitu kama zile. Sababu ni kwamba wako na nguvu katika kupokea. Hayo sio ninayoyataka mimi. Ninayoyataka ni kwamba hii sauti ambayo yapokewa kupitia mawimbi na inaopokewa na zombo fulani za mwanadamu ana uwezo wa ukali fulani wa hii sauti kuipokea. Ikizidi yaweza kumwangamiza. Hapa duniani tu tuna mifano kadha wa kadha leo inavyotumiwa sauti kuangamiza.
Na ndio utaona licha, anena Sheikh Makarim Shirazi, licha kumuua mwanadamu, sauti ikiendelea kwa kasi ya juu zaidi yaweza kudestroy hata zitu zingine za kawaida zisizokuwa mwanadamu, licha zenye ruhu. Leo mathalan tukua haya mabomu yanayotumiwa katika zita, mbali na ile alquwa naria, kibomu linatumika lina nguvu mbili, mbali na nguvu ya kuteketeza na ya kuchoma ile ule moto ilionao, lakini upande wa pili bomu lategemea alquwa sautia, ambao wenyewe waiita ni alinfijaru sauti, ule mlipuko wa sauti. Leo ule mlipuko wa sauti, mbali na ule moto utakao kutokea, unavoziona glasi zinavoyayuka zikawa kama unga. Leo waliyadhu billah, lau lapijwa hapa, likipijwa lile bomu kwa wazni fulani, yaweza nyumba isigusike, pengine imepijwa nyumba ya pili, lakini hapa ndani ya nyumba hii tuliyoko sisi ukaziona hii miandi yote, glasi zote, zioo zote na kila kitu cha sini kimekuwa unga, kama unga. Kwa sababu ya nini? Sauti tu peke yake, ile alquwa as-sautia katika ile infijar inaotoka pale. Wenyewe wanayaita yale ni amwajul infijar, yale mawimbi. Leo wazikuta mfano ndege za zita zina kitu, tabani mimi mistalahi yangu mingi ya Kiarabu, kuna kitu maarufu leo katika lugha za kijeshi waita jidaru saut. Jidaru saut, ndege haipigi kitu, haipigi bomu, ni kama kutoa riahi tu, simandia wenyewe ni kama mtu una gesi matumboni hutoa nini? Hutoa riahi, tukizungumza kwa lugha za kunini, za kufinika. Lakini ndege inapopiga jidaru saut, subhanallah, mara nyingine hushinda kupiga bomu lenyewe. Manake ndege huja ikapita ikapaa ikekelea juu ikawata ikatoka kama kutoa riahi tu yao. Ukaziona nyumba namna zivundikao glasi na zioo na watu namna wababaikao, ile wanaita jidaru sauti wenyewe inavyopiga huwa mara nyingine watu wenye nyoyo hafifu hufa, kama kile kisonloto siku ile kulipopita zile ndege mbili, watu wakaenda mbio kwa sauti ya mvumo wa ndege tu, hakuyalia sauti ya bomu wala ya nini wala ya risasi wala ya nini. Ikishapoka risasi ukawaona watu huenda mbio kwa ile sauti tu ya mnaidi yao. Sasa haya yote yatuthibitisha sisi, ikiwa mwanadamu, mistaki kwenda mbali sana, maana kuna mambo mengine yaweza kuwa ni propaganda za kisiasa ama ni nini, lakini mathalan tujuzi huku South America, mtanisaidia na mimi kama jina limesahau la nchi, kulipiga zilizali zikubwa sana kama miezi iliyopita. Ni Peru, sijui ni wapi, Haiti. Piga zilizali zikali sana. Moja katika center za research za kijeshi zilizoko Russia toka statement, manake kulileta utata mkubwa. Haiti baada ya mkasa ule wasema ilionekana Amerika ndege huingia zikitukua vijana, ndege huingia zikitukua mayatima, kama masala ya Somalia walivyoifanya. Leo watoto wengi wako wapi? Wako Amerika wale leo. Kesho watakuja ni wazungumza Kisomali na wamevaa suti na ndio wataalamu na ndio nini, lakini watakuwa brain za Kiamerika, kama vile alivyozungumza ule governor wa India wakati wa koloni, alena sisi tunataka kumlea Muhindi awe na sura za Kihindi na lakini akili anavyofikiri afikiri Kiingereza na kila kitu aona Kiingereza. Sasa watukua wale vijana, mpaka baadhi ya marais wakapiga mayowe kwamba
Vipi watu huingia na misaada kuwasaidia watu kutoka kwenye zilizali nyinyi nini? Napotaka si hapa, kuna center moja ya research na masuala yalikuwa kwenye zombo za habari, ikatangaza kwamba si mtetemeko wa ardhi uliopiga Haiti. Habari ilipotezwa, lakini ilikuja katika nini, kisha likanyagiwa. Ni nini? Wakasema kuna silaha mpya Amerika amejaribu. Kuna silaha mpya Amerika amejaribu, na silaha yenyewe hailipui, haifanyi chochote, wala ulioni bomu. Ni sauti, ni nini, hupijwa. Ikipijwa eneo fulani la kijiografia, ardhi itatetemeka tu lazima. Haya ni maneno yamezungumzwa kwenye zombo za habari na yakielezwa na baadhi ya center za research za kijeshi zilizoko Russia, na wakisema kwamba ni teknoloji mpya ya kijeshi Amerika waijaribu, na ni katika mipangilio itakao kutumiwa kupijwa Irani, kwamba moya ni katika moya, kwa sababu hawataki tena kwenda, wamefail. Afghanistani imewambia mimi hali namna ile. Iraqi yuzi ya bwama ameangata zirago zake kutoka na majeshi wengine. Hawana wamezofanya, hawana wamezolopata paka sasa. Na Afghanistani ni mirao, yani ni bunduki za shifta na simanda za daku. Bas leo wakipiga hisabu ya Iran, la masala ni mengine. Sasa wahakikisha wataka kufikiria kufanya kitu ambacho kitaiweka Irani kwa kitako pap. Hakuna zita. Hata zitu namna hii. Ninapotaka nini? Ni kwamba ikiwa ni kweli maneno yale, sema ni maneno yako kwenye habari, ni propaganda kati ya Russia na Amerika, ni vipi? Lakini ikiwa ni maneno yako na yana ukweli, ni sauti au ni kitu gani walikitumia wakaifanya nchi sampuli ile? Kisha ikiwa mwanadamu ameweza kufikia hapa, aitumia sauti kudestroy mui, aitumia sauti kuangamiza watu, kefu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashindwe kuitumia sauti ambayo tutaiona ni uzito kuangamiza ulimwengu mzima? Ule mlipuko utakao kutokea. Nitatosheka katika nukta ya pili, nitakuja katika nukta ya tatu. Parapanda zitapigwa ngapi? Kwa mujibu wa aya za Qur'ani ni 2. Ukizifuatilia ukazitafiti aya, utaona saraha Qur'ani yasema 2 katika baadhi ya aya. Mfano hii aya ambayo nimeisoma iko katika suratu Zumar, Mwenyezi Mungu asema wanufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard. Kutakapo kupigwa parapanda, wakafa walioko katika mbingu na walioko katika ardhi. Kisha karudi akasema thumma nufikha fihi ukhra, kisha ikapigwa nyingine. Fa idhahum qiyamun yanzurun, ukitahamaki utawaona wasimeme huangaliana, yani ya kuwafufua. Kwa hivyo kwa mujibu wa Qur'ani parapanda ni 2 ukizifuatia aya, isipokuwa tu ukirudi katika hadithi kafuatilia ukaanza kupeleleza hadithi, utakuta kuna baadhi ya hadithi za zungumza 2, kuna baadhi ya hadithi za zungumza 3, kuna mpaka hadithi zinazozungumza 4. Kuna mpaka hadithi za zungumza nafakhati ni 4, na zimeita wasema kuna nafhatul qar', ile alqari'a, ile ndio itakao kuja kusababisha zilizali za ardhi, nyota kuanguka, jua kuzimika, wakaita ni alqari'a, ndio waita nafhatul qar'. Kisha ya pili wakaita ni nafhatul maut, kisha itapigwa ya pili ije kuwaua watu. Ile ya kwanza ni kudestroy nini? Ulimwengu. Ya tatu waiita katika riwayati ni nafhatul ba'th, ya kufufua, ile fa idhahum qiyamun yanzurun.
Ya nne waiita ni nafhatul jam'i wal hudhur, ya kukusanya. Kuna kuwafufua wakatatawanyika katika ardhi, kisha itapigwa parapanda ya nne, na hii wao wategemea suratu Yasin wakinena in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Ndio wakaita ni nafhatul jam'i wal hudhur fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Lakini wanazuoni wasema bila ya kuzijadili hizi hadithi, nasi ya Qur'ani yatuambia nafha ni mbili, na yawezekana ukiziangalia hawa wamezonena ni tatu ama ni nne, warudi pale pale kwenye mbili, kwa sababu hii ya kufisha wao wameigawanya, wameifanya moya ya kuvunda ulimwengu, moya ya kuua watu, ambao kiasi ni sauti pengine haitopiga kwa nukta, kwa sababu sasa hatujui sauti hii itaendelea kuvuma kwa muda gani. Pia hili ni suala muhimu, sababu leo ile ya bomu ivundao sidhani kama huzidi nukta kadhaa. Ule mlio wa ile sauti ni kwa nukta fulani. Hii sauti ya Mungu ya siku ya Kiyama itakuwa na urefu wa mlio kwa dakika ngapi, kwa masaa mangapi? Sasa ukiangalia kwa urefu, ukaiona mando imeanda mbinguni, ikavunda mbingu, ikateremka, ikaya, waweza ukaigawanya zipande pande, ukaiita ni ya qar'i na ya mauti na ya nini, ambao ukiangalia kwa mtazamo mmoja yote ni nafhatun wahida, ni moja. Kwa hivyo kimsingi Qur'ani tunena nafha ni ngapi? Ni mbili, ya kufa na ya kufufuliwa. Kwani tu nimebakisha malaika wa kuivuzia hii na nafasi baina ya parapanda hizi mbili. Sitozianda hizi nukta, insha Allah taala nitazijibu kesho. Niko na swali tu leo, nataka kumalizia kwa hizi dakika 2-3 kabla ya kufunga darasa. Huyu aniuliza, assalamu alaikum ustadh, kiyama kikifika kuna watu watakuwa hawajakufa watakishuhudia? Shukran. Bila shaka, bila ya shaka kuna watu watakishuhudia kiyama, na inshallah katika nukta yangu ya kesho nitakuja kuizungumza ile illa man shaa Allah au illa ma shaa Allah. Kuna watu Mungu amewatoa. Hii ibara imeleta utata sana, ilikuwa naitarajia nitaizungumza kesho. Hii imeleta suala yaonesha kama kuna watu hawatokufa, kama kuna watu hawatokufa siku ya Kiyama, hata ikaja hiyo parapanda. Kuna baadhi ya ulama wasema kuna watu hawatokufa. Walipoulizwa dalili nani hao watakao kubaki, wanena Mwenyezi Mungu amefanya istithna, amenena utakufa watu wote illa ma sha Allah, isipokuwa wale hawatakao Mwenyezi Mungu. Sasa wamefungua bahthi ndefu, kisha baadaye kuwazengea hawa watakao Mwenyezi Mungu ni nani atakayekubaki na nini, nitakuja kuijibu hii. Lakini hii illa ma sha Allah, kumjibu swala huyu, katika baadhi ya tafsiri yasema laysa istithna'un min al-maut wa inma huwa istithna'un min al-faza'i al-akbar. Mungu havui katika waliokufa, avua si watu wote watakiona kibabaiko hiko. Wale watu wema Mwenyezi Mungu atawaondosha kabla ya kibabaiko hiko, ile al-faza'ul akbar inavyoitwa, ile fadhaa kubwa ya siku ya Kiyama, ile aliyotuambia Mwenyezi Mungu ittaqu Allaha inna zalzalata saati shay'un adhim. Watu wataepushwa wale wamezotaguliwa na Mwenyezi Mungu, lakini wako watu watakishuhudia bila shaka. Kwa mujibu wa suala nafikiri hakuna zaidi, wewe ataka kujua wako watu watashuhudia wako, lakini watu khulasa wema Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani hawatokiona kibabaiko hiko. Huyu auliza swala la kwanza, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata.
Hebu tuweke wazi ustadhi, kuwa hawa watu wako hai. Je, hapa ni kwa uhai kivipi na vipi wanaruzukiwa? Nafikiri kama huyu aliouliza swala hili, kuna baadhi ya darasa zangu hakuhudhuria nilipokuwa nazungumza masala ya barzakh, na nikaitumia aya hii ni moja kuthibitisha kwamba watu katika kaburi wataishi, lakini hawatoishi kama maisha tunaoishi duniani ya kimwili huu, bali ni maisha ya kiruhu. Na riziki, neno riziki, huyu ana maswali mingi na mengine tamalizie kesho maana wakati tumezie. Neno riziki nataka tufahamiane sote hapa, yatabadaru ila dhihnina ni kula na kunwa. Ni mafahumu ya Kiswahili si ya Kiarabu. Sharti tufahamiane, usema yosiatia riziki. Lakini neno riziki Kiarabu halimaanishi kula na kunwa kwanza. Sasa tupige msasa. Na yoyote atakaye kuhakikisha maneno haya ajaribu kurudi katika suratul Baqara, katika tafsiri za Qur'ani, awaangalie wanazuoni wakifasiri lile neno wa mimma razaqnahum yunfiqun, katika kuwasifu muttaqina, hudan lilmuttaqina alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma. Wanasema riziki ni kila kitu kinachopewa na Mwenyezi Mungu na kinachokubali kutolewa. Paka ilmu ni riziki, ni katika mimma razaqania ni Allah. Kwa hivyo kuna wengine Mwenyezi Mungu amewaruzuku mali watoe mali, wengine Mwenyezi Mungu amewaruzuku elimu wafanye nini? Watoe elimu. Wengine Mwenyezi Mungu amewaruzuku akili na hikma na mipango, watoe experience kwa watu. Zote zile ni katika sadaqati na ni katika mimma razaqnahum. Wanazuoni wasema hivi. Sasa huyu auliza wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, yani kwa maana yun'amun, waneemeshwa. Na kila stage ina neema zake. Kuna neema za kiruhu za kinafsi, kuna na neema za kimwili. Si lazima kuwe kutakuwa kuna matunda hula, wala kuwe kutakuwa kuna wali wala biriani wala chapati wala mkate wa sinia. Zaweza kuwa ni starehe aina nyingine zinaonasibiana na mwili, kwamba sharti yawe ni mai au yawe ni wali. Ana na maswali yanayofuatia inshallah tamjibu kesho. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.